Mtu si uzi mpaka apotee, lakini wako watu wamepotea. Hili litahitajika kutokana na uchunguzi wa kisayansi, na nimerudia sana, uchunguzi wa kisayansi, sio uchunguzi wa kisiasa, uchunguzi wa kuchelewesha muda. Huo unafanya. Mimi nimewahi kushiriki kwenye uchunguzi kadhaa. Nimewahi kushiriki kwenye uchunguzi wa hali ya haki za binadamu nchini Zimbabwe miaka mingi kidogo imepita, wakati wa Robert Gabriel Mugabe. Wakati tunaanza kazi ya uchunguzi wa hali ya haki za binadamu, rais aliunda tume. Yaani tunafika siku tulipoingia uwanja wa ndege, tulikuta tume ya kuchunguza hali ya haki za binadamu iliyoundwa na Mheshimiwa Rais. Na kumbukumbu hizi zipo. Lakini kwa bahati nzuri, na napongeza sana wa Zimbabwe, uundaji wa tume ya rais haukuzuia tume nyinginezo, ikiwemo mimi niliyoteuliwa kwenda kuitumikia. Hatukuzuiwa kufanya kazi. Ningependa kutoa wito. Tume moja au mbili au tatu hazipingani. Kwa sababu tume moja kazi yake sio kuielimisha tume nyingine. Tume moja kazi yake si kulinganisha matokeo yake na tume nyingine. Turuhusu tume zitakazokuja, majopo yatakayokuja, kwa lengo la kufanya utafiti wa kisayansi, uchunguzi wa kisayansi, au jopo lolote linalotaka kubaini hali nini kilichotokea Tanzania. Ningependa kutoa wito, turuhusu tuchunguzwe. Katika hali ya sasa tulipofikia, hatuwezi kutegemea kujichunguza wenyewe. Kujichunguza wenyewe kwa hali hii ya sasa kunawezekana, lakini utahitaji hao wachunguzi wa hapa ndani labda wapigiwe kura na Watanzania, wapigiwe kura na wananchi. Kwa sababu katika hii taaluma ya uchunguzi, kutokana na matukio kama haya yaliyojitokeza, jambo moja kubwa la msingi kuliko yote huwa ni imani ya wananchi juu ya wachunguzaji. Je, wananchi wanaamini? Kabla hata hujaanza uchunguzi, unahitaji machoni pa wananchi ujipime, uone, je, wanakuamini? Wanaamini wewe unaweza ukaongoza timu ikafanya uchunguzi, matokeo yake yakabainika, yasihaririwe, yakatolewa kama hali ilivyotokea. Unaaminika? Ningependa watu wote, majopo yote yatakayojaribu kuja hapa, ya ndani na ya nje, yajipime kwa kigezo hicho. Kigezo sio kwamba una mamlaka kiasi gani. Kigezo, majopo yote niliyoshiriki mimi hapa duniani, kigezo sio kwamba mna mamlaka kiasi gani. Labda niwape tu mfano. Wakati fulani nilikuwa kwenye jopo wanaosaidia, wataalamu wa kusaidia kuitazamisha Sudan ya Khartoum juu ya hali ya baadaye ya Sudan. Wajumbe wawili wa jopo letu walikataliwa, walishindwa katika vetting, labda nitumie neno hilo, kwenye vetting hawakuweza kupita na kuruhusiwa kuendelea na kazi. Lakini nilishangazwa, moja ya vigezo vilivyokuwa vinatumika ilikuwa ni kwamba, ndugu Kibamba kutoka wapi? Tanzania, pita pale. Ndugu fulani kutoka wapi? Somalia, pita pale. Kwa hiyo imani tu kwamba Tanzania ya wakati huo ilikuwa ni nchi ambayo wa Sudani wanaiamini kama nchi inayoweza kutenda haki katika kusaidia kushauri hali ya baadaye ya Sudan. Imani tu. Wala walikuwa hawajanifahamu mimi kwamba nina utaalamu kiasi gani, ni mbobevu kiasi gani. Hayo yanakuja baadaye. Usitangulize sana vyeti vyako kwenye mambo haya ya kuchunguza hali kama iliyotokea kwetu.
Jambo la kwanza la kutanguliza ni imani. Unaweza kupita kwenye chujio la imani ya wananchi? Kama huwezi kupita kwenye chujio la imani ya wananchi, inaweza kuwa unajifurahisha. Unaweza kuwa unajifurahisha. Baada ya uchunguzi ukikamilika, tutahitaji, kabla ya kuanza kuzungumzia hali ya baadaye ya Tanzania, tutahitaji kuponya majeraha. Tutahitaji mchakato wa uponyaji wa majeraha. Na ninaposema majeraha ni kana kwamba watu wote walijeruhiwa tu. Ninaposema majeraha simaanishi vidonda walivyonavyo wananchi, na maanisha majeraha ya mioyo juu ya watu waliofariki. Katika nchi nilizotembelea kufanya kazi inayofanana sana na hii kazi tunakaribia kuianza hapa, hali kama hii ikitokea, kukatokea mpishano juu ya mawazo kuhusu mchakato fulani wa katiba au wa uchaguzi, iwashangaze watu nikiwaambia kwamba hata michakato ya katiba iliwahi kuleta machafuko katika baadhi ya nchi. Sisi tulikuwa tuna bahati kwamba mchakato wetu ulikwenda au kuleta machafuko mpaka hapo tulipofikia. Michakato ya uchaguzi ndio mingi zaidi. Kenya 2007, Zimbabwe kabla ya 2010. Ziko nchi naweza kuorodheshea nyingi ambazo michakato ya uchaguzi iliwahi kuleta sintofahamu mpaka watu wakapoteza uhai na mali. Mali huwa si muhimu sana. Mali zinatafutwa, uhai hauwezi kutafutwa. Ni muhimu, lakini huwezi kulinganisha upotevu wa mali na upotevu wa uhai. Hili nalo ningependa niseme kwa uzoefu wangu, kwa sababu uhai hauwezi kurejea. Sasa huko nilikojifunza, nimebaini kwamba katika nchi moja au mbili niligundua kwamba kulihitajika, baada ya mchakato wa uchunguzi, kuwa imebainika ni watu wangapi walikufa katika mazingira gani. Maana kuna watu kufa wameunguzwa kwenye gari iliyounguzwa moto. Hiyo unaweza kusema inafanana na bahati mbaya hivi, lakini kuna mtu anakufa amepigwa risasi ya kichwa. Haya ni mambo mawili. Kifo si kifo tu, kuna vifo na vifo. Sasa kwa hali yoyote ile, nimeona tunakimbilia kutoa pole, na mimi natoa pole. Lakini upo wakati nchi fulani ili ielekee kwenye uponyaji, huwezi kuishia kutoa pole tu ya mdomo na ulimi. Utahitaji mchakato upendekezwe wa kisayansi wa namna ya kufidia watu waliopoteza wapendwa wao. Dhana ya fidia nayo ina mgawanyiko sana, hasa kwa watu waliopoteza uhai. Watu wanauliza, unaweza kufidia uhai? Wako watu wengi wao wanasema uhai haufidiwi, lakini nchi mbalimbali huwa zina namna ya kuweza kufidia, kutafuta namna hivi, kama kufuta machozi, kutoa kitambaa na vitaulo vya kufutia machozi. Hilo naliona hapa litahitajika. Hapa kwetu tumefikia mahala huwezi kusema watu waliofiwa, walioondokewa ndugu zao, kwamba hao watu watajua wao. Haiwezekani. Lakini sababu na hilo, kutahitajika wale ambao hawajazikwa au wale ambao wamezikwa kinyume cha utaratibu kulingana na uchunguzi utakavyogundua, watahitaji wazikwe kwa heshima zote. Watahitaji wazikwe kwa heshima zote kabisa. Huo ndio uponyaji wa taifa, huo ndio uponyaji wa majeraha. Na kauli zitolewe kwamba jambo hili halitakuja jitokeza tena. Watu wajute, waseme hii haitakuja jitokeza tena. Baada ya mchakato huo wa uponyaji, ndipo sasa tunaweza tukarudi pale ambapo, kama kusingetokea yaliyotokea Oktoba na kabla ya hapo, tunaweza kurejea kwenye michakato sasa ya kufikiria hali ya baadaye. Sasa kwa yote haya, kabla hata hajafika kwenye kujadili hali ya baadaye ya Tanzania, ambayo sehemu kubwa, 90% itabebwa na mchakato wa kukamilisha katiba mpya ya Tanzania. Kabla hatujafika huko, ningependa
niendeleze na kupongeza jambo moja ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amelisema. Amesema kwamba katika vijana na waandamanaji na wale waliojitokeza siku ya Oktoba 29 na baada ya hapo, wale ambao wamekamatwa na wanatuhumiwa kwa kesi mbalimbali, ameonyesha kwamba angetamani waendesha mashtaka wakiongozwa na DPP waziangalie hizo kesi na wazifute. Mimi pamoja na kupongeza nia hiyo inayotoka kwa mkuu wa nchi, ningependa niseme kwamba tusiziangalie hizo kesi moja moja na kuanza kuzichuja kana kwamba huyu aliiba pera, huyu aliiba ndizi, huyu alifanya nini. Imekwisha onekana watu hawa walijitokeza kwa jambo la kisiasa, kwa jambo la kudai kile walichodhani ni haki zao. Kwa hivyo mimi nadhani kwamba tunaweza tukasema wote hawa wana kesi za kisiasa, na tuhuma hizi walizonazo nadhani zinahitaji zifutwe, na zifutwe mara moja kwa wote. Watu wote walio na kesi za uhaini, wote, na nimetamka neno wote, sitaki kuwataja majina maana wako wengi. Nimeona vijana wetu wengine wanaitwa kina Nifa, sijui anaitwa Nifa, ana kesi ya uhaini ambayo akikutwa na hatia atalazimika kunyongwa mpaka kufa. Hizi ni kesi mbaya, badala ya kuponya taifa zinakuwa zinaendeleza madonda, chuki, dhuluma, hisia za kutotendewa haki katika taifa letu. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kwamba kabla hatujafika kwenye hatua hiyo ya kufikiria hali ya baadaye ya Tanzania, tutahitaji kesi hizi zote kabisa, ikiwemo wale ambao wanashikiliwa na hawajafunguliwa hata mashtaka mpaka sasa. Kwa sababu wako watu ambao mimi naweza nikawataja majina hapa ambao siwaoni tu mtaani, siwaoni tu, na Watanzania wengine wengi walioko Mbeya, walioko Shinyanga, walioko Msoma, walioko Geita, wanaweza kawa kuna mtu hawamuoni tu. Hawa wote kama hatua ya kuliponya taifa watahitaji waachiwe, warudi mtaani. Na wakisha rudi mtaani, tusiwindane. Binadamu si tembo, binadamu si sungura. Tusiwindane. Mtu akiwa anazungumza jambo hata lile linalohusu madhila ya alikokuwa kwa siku ambazo tulikuwa hatumuoni, tumwache aponye roho yake. Binadamu huponya roho yake kwa masimulizi. Tusiwakamate watu kwa sababu anasimulia yaliyomfika huko alikokuwa. Maki wengi hatujui, mimi binafsi sijui. Kuna watu nimekuambia orodha ninayo hapa, sijui wako wapi. Sielewi mimi wako wapi. Mimi nitashangilia kama naingia Yerusalemu nitakapowaona wale watu wamerejea mtaani. Tunawaona wanaongea katika chombo kama hiki, tunawaona wakitembea, tunawaona wakienda kanisani, tunawaona wakienda msikitini siku ya Ijumaa. Nadhani mimi sitakuwa peke yangu katika wale watakaoshangilia. Watu wengi, unajua, unaweza ukakuta watu wamekata matawi wakishangilia kama ishara ya taifa kupona. Na taifa huponywa kwa mtindo huo. Taifa haliponywi kwa kuwinda watu kama unawinda digidigi. Taifa linaponywa kwa kuwaacha watu wapumue, kwa kuwaacha watu, mtu kokote alikokuwa, awe alizimia, awe hakuzimia, awe yuko hai, awe alipigwa, awe hakupigwa, katika hatua hiyo itakapofikia. Na nadhani hatua hiyo ifikie sasa. Kwa sababu unaweza vipi kuzungumzia maridhiano ikiwa kuna watu wana ndugu zao, wana jamaa zao, wana rafiki zao, mimi na vijana ambao nimewafundisha siwaoni, nasikia tu minong'ono, huyu mtu haeleweki aliko. Unadhani mtatoa wapi amani ya moyo? Sina amani hata kidogo.